Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri ya Yesu katika imani ndani yake. Ujue imani ya kumwamini Yesu Kristo imebeba hatima yetu. Tutarejea kitabu cha Warumi 4 mstari wa 3. Inasema, maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Warumi 4 mstari wa 3 inasema, maana maandiko yasemaje? Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Umeona? Kumbuka huyo Mungu aliyemwamini Ibrahimu kipindi kile alikuwa ni Yesu Kristo, alikuwa bado yuko mbinguni. Rejea Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na wa 14 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Umeona? Neno kama ni mfano, sio kitu halisi. Jinsi lilivyotumika katika Kiswahili sanifu, maana yake ni nini? Kama mwana pekee, bali sio mwana, ni Mungu kabisa kabisa, complete. Maana yake Yesu alikuwa anaonekana kama mwana wa Mungu, lakini siye mwana wa Mungu, ni Mungu kabisa, complete. Maana ukimwona Yesu umemwona Mungu, ukimwona Roho Mtakatifu umemwona Mungu. Hilo ni fumbo la imani. Rejea Yohana sura ya 10 mstari wa 30, mimi na Baba tu umoja. Ni Yesu alitamka maneno haya. Lakini pia unaweza ukarejea kuhusu imani. Tusipomwamini Yesu Kristo hakuna msamaha, hakuna msaada, hakuna uponyaji. Ukienda Yohana 3 mstari wa 16 inasema, kwa maana hii jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini ukienda mstari wa 18, Yohana 3 mstari wa 18 inasema kwamba amwaminie yeye ahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Unaona? Pengine naongea na mtu kumwamini Yesu Kristo, anamchukulia Yesu ni kitu cha kawaida. Yesu tukimwamini tumemwamini Mungu. Maana hata Ibrahimu alipomwamini Mungu akahesabiwa haki pasipo matendo ya sheria. Maana alipomwamini tu Mungu, Mungu akamhesabia haki, akampa jina tukufu la kuwa baba wa mataifa mengi pasipo sheria. Maana sheria hii imekuja baada ya Ibrahimu ameshakufa katika uzee wake mwema. Ndiyo uzao wa Ibrahimu akina Musa wako utumwani kule, ndo akaja na sheria ya Torati. Ibrahimu alihesabiwa tu haki alipomwamini Mungu, na huyo Mungu aliyemwamini ni Yesu Kristo. Maana yake ni nini?
Tusipomwamini Yesu Kristo hatuwezi kupata uzima wa milele. Tusipomwamini Yesu Kristo hatuwezi kuhesabiwa haki. Tutakuwa chini ya sheria, na sheria siku zote ina hukumu, na hukumu yake imejawa hasira na visasi. Kwa hiyo tunahesabiwa haki kwa neema, na neema ni kumwamini Yesu Kristo. Somo la leo linatufundisha mwamini Yesu Kristo, ambaye bado hujamwamini Yesu Kristo, ili upate kupona. Maana pasipo kumwamini Yesu Kristo, kama wale makafiri, wale ambao hawamwamini na njia zake wanamchukulia mtu wa kawaida, hawatapona. Hakuna msaada mwingine, hakuna jina lingine ambalo litakuja kutuokoa tofauti na Yesu Kristo, ambaye jina maana yake ni mwokozi, na hakuna mbinu nyingine ya kutupatanisha sisi wanadamu tupate kumsogelea Mungu, tuishi naye, pasipo Emanueli, ambaye ndio Yesu mwenyewe. Tunapojifunza siri ya imani hii, ambaye asili yake imetoka kwa baba wa imani Ibrahimu, tunapata picha ya kumwamini Yesu Kristo na kufata mwenendo wa Yesu Kristo jinsi alivyoishi. Maana alitamka maneno, alisema, sameheni msamehewe, barikini mbarikiwe, msilaani. Huu wakati ni wa kubarikiana ili mpate kuona utukufu wa Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.